tunakubaliana na mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu? Swali hilo linajibiwa na katiba yetu kwamba ni ndio. Ibara ya 3 inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hiyo ni katiba hii hapa ya mwaka 77 ambayo Rais Samia na wengine wote wanapapoti kuapa kuilinda. Sasa kama nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi, kwa nini Chadema tunafanyiwa haya tunayofanyiwa? Kwa nini chini ya utawala wa Rais Samia ameattempt, actually kwanza watu wengi sana wa kwetu wameuawa, wamepotea. Tunazungumza leo kijana mdogo kabisa Deusdedit Soka, hatujui alipo, miezi mingi imepita. Tunazungumza saizi Bwana Kipanya, kiongozi wetu kutoka kule Sumbawanga, julikani alipo. Wakina Mrai na wengine wengi wamepotea chini ya utawala huu, na hawajapotea kwa sababu ni wahalifu. Wamepotea kwa sababu misimamo yao ya kisiasa ambayo wako guaranteed na katiba haifanani na CCM. Wana msimamo tofauti na CCM kuhusu masuala ya uendeshaji wa nchi yetu. Hawaamini katika CCM ambayo imekuwa madarakani kwa miaka 63, imeharibu nchi, imegawa rasilimali zetu kwa Wachina na Waarabu na Wazungu. Watu wetu wanateseka. Wanafikiri kupitia Chadema wanaweza kufungua mlango wa serikali itakaowajibika, itakaorudisha rasilimali kwenye mikono ya kwao ya wananchi, itakaofanya vijana wetu wapate shughuli za kufanya. Hilo linageuka kuwa kosa la kuwapoteza na kuwaua. Matukio yaliyotokea jana yanasikitisha sana. Kila mmoja wetu amesimulia. Sisi viongozi wakuu tulikutana hapa, na actually ni jambo ambalo hatukutegemea kabisa. Tulijua polisi wanaweza kujaribu labda kuzuia watu, lakini kwa viongozi kwenda kwenye hivi, inawezekanaje? Rais Samia, this is a message to you. Ungekuwa wewe umeshtakiwa, una makamu wako wa sira, au unaumwa, let's say unaumwa, alafu Wasira azuiliwe kuja kukuona ukiwa unaumwa, how do you feel? Ungejisikiaje? Asije tu. Inasoma Biblia inasema tuwaombee watu walioko magerezani na wanaoumwa. Kwa Biblia inatambua maeneo hayo mawili. Lissu yuko magereza kwa kesi kubwa ya uongo, ya treason. Na kila mara najaribu kulirudia hili jambo ili mlicomprehend. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hiyo kesi inampelekea Lissu wakimconvict, na kwa jinsi hii nchi inavyoendeshwa, they can do anything. Wanaweza kumconvict. Kwa sababu kama wana attempt kuendesha hiyo kesi gizani, watu wasiwepo, watu wasisikie, vyombo vya habari viko controlled. Angalia namna mlivyo ripoti matukio ya jana. Matukio makubwa kabisa. Mmepiga picha kiasi gani? Hata picha ambazo zimezagaa nyingi ni ambazo volunteer tu wamepiga. Lakini vyombo vya habari kama vyombo vya habari vya Tanzania, ukiona matukio mliofanya na you think you are safe. Na mimi sitaki kuwaraumu, lakini nataka mfikiria mambo kwa depth yake. Kwamba watu wanafikiri mimi niko behind the camera, I'm safe. You are not. Hamko salama katika mazingira haya. Sasa unapozuia, unataka kesi iendeshwe gizani. Sisi tumekataa kesi ya Lissu kuendeshwa gizani. Hilo jambo hatuwezi kulikubali. Na Lissu mwenyewe ni mwanasheria, sidhani kama atakubali hilo jambo. Access ya mawakili kumuona ni ndogo mno. Wakili anaruhusiwa kumuona mtuhumiwa wakati wote. Wamefanywa hivyo kina Mandela wakiwa kwenye Rivonia trial, na Makaburu wameruhusu mawakili kwenda kumuona Mandela.
Leo Lissu anazuiliwa, mawakili wanakuwa controlled. Watu wa Amnesty, wa haki za binadamu wamekuja, hawajaruhusiwa kwenda kumuona Lissu. Kwa ni kesi inataka fungwa hivi, mara hukumu itoke, Lissu ananyongwa. Na haya ni mambo planned, kwa sababu ile ni kesi ya kisiasa. Sasa matukio yaliyojitokeza jana yote yana culminate kwenye mambo haya tunayoyaona. Sisi tumezuiliwa, mimi ni makamu mwenyekiti wa chama. Haijawahi kutokea, ni issue ya ajabu kweli. Hata wakina Mandela waliposhtakiwa, viongozi wenzake waliruhusiwa. Livonia trial kulikuwa na speaker nje ya mahakama, chini ya makaburu. Napozungumza hivi ni chini ya watu waliobagua watu weusi, watu waliosema ukiwa na ngozi nyeusi wewe sio binadamu. Lakini still waliweza kuruhusu hao watu walioamini sio binadamu waje kusikiliza kesi ya mtu ambaye sio binadamu wenzao. Sasa leo mtu mweusi mwenzetu, Mtanzania mwenzetu, tunayelipa kodi anayotumia, anazuia sisi tusiende kusikiliza kesi ya kiongozi wetu. Haiwezi kutokea, tutakufa katika mazingira, watatuua wote. Lakini nawahakikishia wanachadema hawataacha kwenda, na natoa wito mwanzo kabisa kwamba kesi ijayo kutakuwa na mobilization zaidi ya wanachadema wengi zaidi kwenda mahakamani. Hatutaenda kwa fujo kama kawaida, lakini nataka nimwambie Rais Samia, haya mambo haya yatakuweka watu wakujue wewe ni nani kwa usahihi, kwa sura halisi ya kwako. Damu za watu zina madhara makubwa sana kwa mtu yoyote, kwa kiongozi yoyote. Usipolipa wewe, watalipa watoto wako kwa njia mbalimbali. Mimi nimetoka hapa, tumeondoka hapa saa 1:30 asubuhi na makamu, gari yake ikiwa mbele, makamu Zanzibar, na walikuwa na naibu, na gari yangu ikiwa imefuatana nao. Wao si walipenya vipi pale Surrender Bridge wakavuka, mimi nikasimamishwa pale Surrender Bridge. Polisi wakaongezeka, wakaniamuru nishuke kwenye gari. Mimi nikamwambia kwa nini nishuke? Utaratibu wa nchi yetu, kama mnaniarrest mnaniambia bana Heche uko chini ya ulinzi kwa kosa hili, tunakupeleka sehemu fulani. Lakini wakaongezeka, kuna bwana mmoja anaitwa Mgonja, somebody Mgonja, na mwingine anaitwa Shomari Himbuka. Wakaita polisi. Shomari Himbuka ana nyota 3, na yule bwana Mgonja nafikiri ni RPC wa Ilala, kwa sababu tulikuwa naye tangu siku ya kwanza. Wakaongeza magari pale baada ya mimi kusema sishuki kwenye gari na hakuna sababu ya kunizuia kwenda ninakoenda. Wakaongeza polisi pale, wakaniambia wataniforce, watanishusha kwa nguvu. Nikamwambia fanyeni. Mwisho wa siku tukajadiliana na wasaidizi wangu, wakaniambia wewe shuka, kwa sababu waliniambia wananiingiza kituoni Surrender Bridge. Nikashuka kwenye gari, wakaniambia twende kituoni. Nimeenda kituoni, kufika pale kituoni Mgonja akatuzuia, mnampeleka wapi? Nikamwambia ameniambia wananipeleka kituoni, kwa sababu mimi kuniambia naenda kituoni nilikuwa tayari kwa hiyo. Akalazimisha nipande kwenye gari la polisi, nikakataa, kwa sababu mimi niko kituoni, niingizeni kituoni. Wakanipandisha kwenye gari kwa nguvu, na bwana mmoja namba zake nafikiri tutazitoa baadaye, anaitwa Mali, jina lake anaitwa Mali. Wakaniforce na huyo bwana Imbuka, wakanipandisha kwenye gari na wasaidizi wangu wote. Gari ya polisi namba PT 5524 ilikuwa kwenye saa 1:47 kuelekea saa 2. Wakaondoka na sisi pale. Peter Kawe wakaingia mpaka kule Bahari Beach, wakaingia kwenda Ununio. Kwa hiyo wakawa wanazunguka na sisi kule Mabwepande, si wapi, Ununio humo wanazunguka. Mwisho wa siku wakatupeleka kwenye saa 4, wakatupeleka kituo cha polisi wapi pale, Mbweni, yes. Lakini hatukuingia kituo cha polisi. Wakapaki pale, kuna msikiti kama mita 100 kutoka kituo cha polisi. Kituo cha polisi unakiona, lakini mita 100 wakapaki, kuna mti pale. Tusimama pale, tunauliza hapa tunafanya nini? Nasema subiri.
hatujanywa chai, hatujafanya nini, tumekaa pale mpaka kwenye saa 5. Ikaja gari ya polisi, gari nyingine inaonekana ina namba za kiraia, T101 DTX Land Cruiser hizi hard top ambayo ina rangi ya silver. Wakatuamuru tushuke sasa tuingie kwenye ile gari ya polisi, kwa sababu tulishazunguka sana pale Ununio, kule baharini kule, si mtaa wa Haliapi, si mtaa wa nani Shairoz Banji, si mtaa wa nani, si Obama Street. Wanatutembeza tu mle ndani kwenye majumba, tunatokea huku na wananchi walikuwa wanaona muda wote. Tunazunguka, mara tunazunguka barabara hiyo hiyo hata mara 6 mara 7, tunaenda kutokea huko. Tuenda tukapaki pale, ikaja hiyo gari DTX, wakatuambia tushuke tuingie mle. Tukagoma, tukaambia hatuwezi kuingia hapa, tupelekeni kituo cha polisi. Wakasema mkicheza hapa tutawaueni, shukeni. Na ni gari na namba za kiraia. Tukashushwa pale kwa nguvu, tukaingizwa kwenye ile gari. Mle kulikuwa na askari wengine wawili, wamevaa, sijui kama ni askari, wamevaa nguo za kiraia na wana bunduki, na mmoja amevaa nanika kofia kichwani, ana nguo za kiraia. Tulipoingizwa humo tena gari likaondolewa pale. Tumetembea tukapita huko Mbweni, tukaja tukafikishwa hapo Masaki karibu na Pantaleo pale. Kuna kakituo ka polisi pale. Tukafikiri wanatuingiza mle. Wakarudisha gari wakaipaki kwa nyuma, na ile gari nyingine PT namba ngapi alikuwemo RCO ambaye alikuja sasa, na ile gari nyingine RCO alijitambulisha kama RCO wa Ilala. Ikaji kapaki mbele yetu ikabro. Sasa baada ya ile mazingira na muda unaenda, imefika saa 7, wasaidizi wangu wakaanza kupiga kelele, kwa nini mnatufanyia hapa? Mimi nilitakiwa kumeza dawa, niliandikiwa dawa tangu saa 2 nimeomba, nilitakiwa kumeza dawa saa 4. Hawajaruhusu niletewe dawa. Na hapo tukakutana pia na dereva wangu wamemwaresti. Kwa hiyo tumekaa pale, ilipotokea kelele ikabidi tena waondoe hiyo gari. Katuondoa, tukazunguka kama wameniambia wananipeleka nani hospitali, tukaenda kupaki Oysterbay. Sasa Oysterbay ile ya zamani, kwa huku kwenye kuna Limwembe, yale magari yakapaki pale, na tulikuwa tuna uwezo wa kuona, tukasikia wanasema muliro. Kulikuwa na magari mawili meusi ambao tunaambiwa moja VX alikuwemo muliro. Kaenda wakajadiliana naye, wakarudi. Wakasema bana, tunakupeleka nyumbani. Nyumbani ni wapi? Kaambia Sarasara. Wakawasha gari. Tumeondoka kama tunaenda Sarasara, inaelekea saa 10, saa 9 saa 10. Tumevuka njia ya kwenda Sarasara. Tumevuka nani? Ile nini ile? Tegeta. Tumevuka Wazo. Tumevuka Boko. Tuko sehemu inaitwa Bunju. Sasa tukaanza kuwauliza mnatupeleka wapi? Gari linaelekea huko. Nikawaambia watu wangu kwamba hao watu wana malengo mabaya, wanasubiri liwe giza watudhuru. Mmoja wa mlinzi wangu akashika steering, gari iko 120. Kwa tukaanza kuyumba, nikamwambia shikilia, kama ni kudondoka tufie humu kuliko kwenda kuuawa na watu tunaowalipa. Kwa hiyo ikatokea vurugu, gari kayumba. Dereva yule alijitahidi, wakafanikiwa kusimamisha gari, na katika mazingira yale mlinzi wangu mmoja akafanikiwa kufungua mlango akaruka, na msaidizi wangu Mulimi akaruka kwa mlango wa nyuma, kwa sababu pale ile panic ya gari kuyumba na ile gari iliyokuwa mbele ya polisi ikawa imetuacha mita kadhaa, ambayo alikuwemo Chacha na dereva wangu. Kwa mazingira ya sisi labda pona yetu ni baada ya hawa mabwana wawili kushuka na yowe ikapigwa pale, kwa sababu walisimama ili wawakimbize, lakini raia wakaanza kuongezeka, kwa sababu nilikuwa namsikia msaidizi wangu anasema Heche yuko humo anaenda kuuawa, saidieni. Watu wakaanza kukimbia kusogea pale, wakaona italeta vurugu, wakaondoa magari. Kwa nafikiri ndio pona yetu sisi katika mazingira hayo, wasitupeleke sehemu mbaya. Kwa hatukushushwa katika mazingira ya kawaida, ni baada ya watu ambao waliruka kwenye gari, na kwa sababu wameisha kaa na wale watu kuanzia asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, wangeweza kuwataja kwa majina kwamba tulikuwa na wewe na wewe na wewe, ndio
Ndio sasa polisi wakaamua wakatupeleka kituo cha polisi, wakapaki pale pale Mbweni tena pale kwenye msikiti tangu saa 11 mawasiliano yanafanyika huyu RCO mpaka saa 2 usiku, ndio wakatupeleka kituo cha polisi Mtongani, Kunduchi Mtongani.